yaliyoko ndani, kwa sababu kilichokuwepo ndani ya Gideon ni kitu kingine, lakini Gideon wa nje ni mtu mwingine. Na kuna watu wengi hawaishi kwenye maisha yao ya ndani, wanaishi maisha ya nje. Na kwa kuwa wanaishi maisha ya nje, ndani wana nguvu, nje ni dhaifu. Na ndio maana tunaona Gideon, malaika Bwana anamtokea Gideon na kumwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Shujaa. Angalia, Gideon anapepeta ngano kwa ajili ya kwenda kujificha, lakini mbingu zinamtazama kama shujaa wa Israeli. Hazimtazami kama mtu dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usipojua ulichokibeba, unaweza kuishi nje ya ulichokibeba. Na watu wengi wako hivyo lichakuwa wamekariri maandiko. Mungu amesema, nami nakufanya wewe kuwa kichwa wala sio mkia, lakini wanaishi maisha ya mkia. Kwa nini? Kilichoko ndani ni kitu kingine na kilichoko nje ni kitu kingine. Na ndio maana maisha ya mtu aliyeokoka hayaanzi nje, yanaanzia ndani. Maandiko nasema, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo atakavyokuwa, au ndivyo alivyo. Kama aonavyo mtu nafsini mwake, sio kwenye macho yake. Kama sio kwenye macho yake ya nyama, manake ikoje kuona kwako kinachoendana na maisha unayotakiwa kuishi kinaanzia ndani. Na kama kinaanzia ndani, lazima ujifunze kuyawinisha maisha ya nje na ya kile unachokiona kwenye ulimwengu wako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama hautaweza kuyapima maisha ya nje kwa kiwango cha ndani, unaweza ukabaki nje na usiyaishi maisha ya ndani uliyoko nayo. Kwa sababu maisha ya mtu ni yale yanayoanzia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio ambayo mbingu zinayabeba. Hayo ndio ambayo mbingu zinatumia kuhukumu kwa habari ya kufanikiwa kwako au kutokufanikiwa kwako. Na ndio maana Yesu mahali fulani anazungumza, anasema hivi, yamtiayo mtu najisi si yale yanayomwingia, bali yanayomtoka. Maana ndani ya moyo utoka uaji, usaliti, usuna. Kwa hiyo anapima kiwango chako kwa kiwango cha rohoni, sio kwa kiwango cha mwilini. Kwa kiwango cha ndani, sio kwa kiwango cha nje. Na kama utaendelea kuyaishi maisha yako kwa kiwango cha unayoyaona kwenye macho haya, hauwezi kushinda. Hauwezi kushinda mahali unakoelekea au mahali ambapo Mungu anakupeleka, hauwezi kufika. Kwa sababu ili ufike, lazima uanzie ndani. Na kama hautaanzia ndani, manake mahali unakoenda haitakuwa rahisi kufika. Ni rahisi, ni mara nyingi nasema, kuwa mshirika wa dhehebu au wa dini, lakini sio kuwa mshirika wa Mungu, kwa sababu Mungu ni roho. Na roho inakaa ndani, haikai nje. Na ndio maana nasema miili yenu ni hekalu la roho. Kwa hiyo kama roho ya Mungu inapokuja inakaa ndani, manake huko ndani ndiko kuliko beba maisha ya nje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama ndani ndiko kuliko beba maisha ya nje, lazima ujifunze sana kukaa rohoni. Na kama utakaa sana mwilini, itakusumbua, kwa sababu huku mwilini kuna vurugu zote za unaofikiri wangekuwa pamoja na wewe, za unaofikiri wangekusapoti, lakini ndio ambao watasimama kuwa wakatisha tamaa wa nafasi yako, lakini ndio watakaosimama kuwa wauaji wa wito wako ulionao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tunamuona Gideon, malaika anamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideon anauliza, ikiwa Bwana yuko pamoja nasi, mbona mabaya haya yametupata? Mbona mabaya haya yametupata? Gideon alijua ya kwa Mungu wa baba zake
Kama yuko pamoja nawe hakuna ubaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapotembea na wewe hakuna ubaya unaoweza kukupata. Ukiona kuna ubaya umekupata, ni kwa sababu Mungu hayuko pamoja na wewe. Ndio maana Gideoni akasema, mbona mabaya haya yametupata? Bwana ametutupa. Yako wapi matendo yake ya ajabu? Maanake Mungu anapokuwa pamoja naye, kuna matendo ya ajabu ambayo utayaona. Kuna matendo ya ajabu ambayo yatajidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna udhihirisho wa matendo ya ajabu, maanake Mungu hayuko pamoja na wewe. Na ndio maana nikwambia, kuna wanaomtafuta Mungu na kuna wanaoishi na Mungu. Ni watu tofauti, ni watu tofauti. Sasa watu wengi wanamtafuta Mungu, hawaishi na Mungu. Narudia, watu wengi wanamtafuta Mungu, hawaishi na Mungu. Na ndio maana hakuna matendo ya Mungu, kwa sababu matendo ya Mungu yapo wakati Mungu yuko pamoja naye. Na ndio maana Gideoni anauliza, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mabaya yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu? Mungu anapokuja kwenye maisha yako, anakuja akiwa na matendo yake yanayoshangaza dunia. Anakuja akiwa na matendo yake yanayoshangaza ulimwengu. Anakuja akiwa na matendo yake yanayofanya ulimwengu ujue. Ndio maana mahali fulani azungumza, anasema, na kila atakayesikia sikio lake litamuwasha. Unaposikia kinachotoka kwa Mungu, haubaki vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sababu nachotaka ujue leo, cha Mungu huwa kimebeba mabadiliko. Huwa kimebeba mabadiliko. Kimebeba mabadiliko. Ukiona mtu anasikia kutoka kwa Mungu anabakia vile vile, hajasikia kutoka kwa Mungu, huyo ni kwa mfano wa wanaosikia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wanafunzi wa Yesu walipokuwa na Yesu, wakati Yesu anafundisha, wanafunzi walimuuliza, kwa nini unafundisha kwa mifano? Yesu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme, lakini wengine ni kwa mfano. Kwa mnaweza mkawa wengi mnaosikia, wengine hawasikii. Wako kwa mfano wa kusikia. Na ndio maana hawana mabadiliko kwenye nafasi zao. Na ndio maana hawana mabadiliko kwenye wokovu wao. Na ndio maana hakuna mabadiliko kwenye wito wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona upo ndani ya kanisa kila siku unasikia na unabakia pale pale, wewe ni mfano wanaosikia lakini hausikii. Nakueleza ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mfano wa wanaosikia lakini hausikii. Na ndio maana unabaki kwenye tabia ile ile. Ndio maana unabaki kwenye mtazamo ule ule. Ndio maana unabaki kwenye maisha yale yale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kubali kusikia kunageuza matokeo. Kwa sababu kama usikii, huwezi kubadilisha matokeo. Mungu nisaidie. Umetengeneza matokeo ya maisha ya mtu, ya kuwa huyu atakuwa hivi, akifika hapa atafishia hapa. Huyu muundo wake ukufanikiwa uko hivi, lakini huyu atakuwa punda, atakuwa anafanya kwa ajili ya kumaliza matatizo au kuwafanya wengine wafanikiwe, kuwafanya wengine wafanikiwe. Na ndio maana kuna watu wengine wanapopata fedha, matatizo huwa yanaibuka, hawajui hata yalikotokea. Afu zikiisha zile fedha, wanakuwa salama. Yale matatizo yanasubiri apate fedha nyingine ili makusudi yarudi. Kukiwa kuna fedha, anakuwa salama. Kwa hiyo salama yake ni pale anapokuwa hana kitu. Ndio imebeba salama yake.
lakini anapokuwa na kitu hakuna usalama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana kuna watu wengine kwa kuwa wana kitu, matatizo yamewaona. Shamba nilienda kwa mzee mmoja kutokana na shughuli zangu, nikawa nimeenda kwa yule mzee. Wakati nazungumza kutokana na biashara zetu na yule mzee, nikamwambia mzee, mbona umri uliofikia wewe hauna mtoto anayesoma? Hauna mtoto anayesoma wala mdogo anayekusumbua. Umri wako wewe ni wa kula na kufurahia, kwa sababu nilikuta pale kafuga kuku zake kama 100, lakini pia na mifugo mingine, ana usafiri, ana nyumba yake nzuri na ana miradi yake inaendelea. Nikamwambia mzee, umri ulipofikia wewe ni wa kula na kunenepa, wa kujinafasi na mama. Hata ukitaka unakula supu kila siku ya kuku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati mwingine mnaamua tu leo tunakula baga tu, hamna shida. Umri wa kula. Akamwambia, mwanangu, ninatamani hicho unachokisema kingetokea kwa. Kingetokea kwa. Hapa nilipo unaponiona, kila mwezi huwa naenda kutibiwa. Hata furaha za hii mifugo unayoiona, mayai hayo unayoyaona, wanyama hao unaowaona, sijawahi kuiona. Ninachopambana hapa, napambania tu uhai wangu, niendelee kuishi, niendelee kuona uwepo. Lakini hakuna ninachokula, kwa sababu mboga zote nakula hazina chumvi. Lakini siruhusiwi kula nyama. Na kama nakula nyama, basi iwe ya kuku nayo ichemshwe bila chumvi. Nayo siruhusiwi kula nyingi, na kula kipande kamoja, biashara imeisha. Matunda haya unayoona, kwa sababu kwake pale kuna miti, asema matunda haya unayoona siri, naruhusiwa kula papai nako kipande kadogo. Ndio salama ya maisha nilionayo. Lakini nje hapo kuna wenzangu wengi waliokuwa kama mimi, wameshakufa, walishindwa kuvumilia masharti haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nikamwangalia yule mzee, nilimwonea huruma sana, kwa sababu anazo mali ambazo hazifurahi. Anazo mali ambazo anao mifugo pale, hawezi kunywa hata sumu. Ni tajiri kwa nje, lakini ndani ni maskini. Anayekula chakula kisicho na chumvi, anayekunywa chai isiyo na sukari, ni maskini wa kutupa, kwa sababu hana katika hivyo anachokifurahia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lazima uweze kujua nafasi yako ya kilichoko ndani ya unachokisikia, kwa sababu kimebeba uzima. Nikamwambia mzee, vipi kuhusu habari za Mungu? Mzee anamwambia, nina dini yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi huwa nasali, mimi na mke wangu huwa tunasali. Wanasali sala ambazo haziwezi kuwabeba. Wanasikia neno ambalo halijabeba matokeo. Natamani siku moja ukutane nachokutana nacho. Natamani usingeweza kufanya mchezo kuhusu habari ya huyu Mungu. Singeweza kufanya mchezo kwa habari ya huyu Mungu. Kwa yule mzee akawa ananihadithia vitu ambavyo anaishi, namna ambavyo anaishi. Lakini ukimwangalia nje, mtu ambaye ni tajiri, anajiweza, kamaliza, hana mtoto mdogo hata mmoja, anaweza kakaa tu akawapigia simu watoto wake,
Akamwambia jamani, leo nataka kila mmoja 10,000 na akaishi. Lakini hawezi kula, hawezi kufurahia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inapokuja kwenye swala la Mungu, anasema nina dini yangu. Hajui kilichoko ndani ya Kristo. Japokuwa na muabudu Yesu, japokuwa na muabudu Mungu, hajui kilichoko ndani ya Mungu. Hivyo alijua ndani ya huyo Mungu kuna nini. Na maana alijua ndani ya Mungu kuna matendo ya ajabu. Ndani ya Mungu alijua kuna uweza. Ndani ya Mungu alijua kuna nguvu. Ndani ya Mungu alijua hakuna udhaifu. Anapokutana na udhaifu, alijua ninaishi kwenye maisha ambayo sio yangu. Ninatembea kwenye mtembeo ambao sio wangu. Na watu wengi wanatembea kwenye mitembeo ambao sio ya kwao. Wanaishi kwenye maisha ambayo sio ya kwao. Kwani kwa sababu hawajui kilichoko ndani. Kilepasa ikawa kesabia. Mchawi anapoenda kwa shetani, anachukua maneno ambayo anajua yana mauti ndani. Ndio maana akiroga mtu anakufa. Kwa nini? Yale maneno anajua yamebeba mauti ndani. Akilani mtu analalamika. Kwa nini? Kwa sababu anajua yale maneno ndani yake kuna laana. Nachotamani kanisa lijue, ninachosikia kwa Mungu ndani yake kimebeba nini? Ninachosikia kutoka kwa Bwana ndani yake kuna nini? Ili wajue namna ya kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Usipojua kilichoko ndani unachosikia, unakuwa mtumwa wa dini yako. Unakuwa mtumwa wa zebu lako. Unakuwa mtumwa anayefanya jambo ambalo haliwezi kumnufaisha. Haliwezi kumnufaisha. Huyo mzee anasali ibada ambazo haziwezi kumsaidia. Haziwezi kumsaidia. Bwana wa Mungu, sio na ibada ambayo haiwezi kukubeba. Lazima uwe na ibada inaweza kuyabeba maisha yako, inaweza kuibeba nafasi yako, iliyobeba majibu ya nafasi yako, majibu ya uchumi wako, majibu ya afya yako, majibu ya ndoa yako, majibu ya mateso yako. Bwana Yesu asifiwe. Hatumuiti Mungu kwa sababu ni Mungu tu. Tunamwita Mungu kwa sababu ana majibu yetu. Ndio maana tunamtafuta, kwa sababu anazo nguvu za kwetu. Ndio maana tunamtafuta, kwa sababu anayo kweli ya maisha yetu. Tunaishi kwenye maisha ambayo hayajabeba kweli. Hayajabeba kweli ya kuwa mimi ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukipita kwenye maisha magumu, unaweza usijue kuwa wewe ni nani. Usijue ya kuwa wewe ni nani. Na wetu wako hivyo. Wako hivyo. Ninachotamani ni kuona haiwi hivyo kwako. Gideon aliteseka. Anapepeta maandiko, anasema wengine walijificha kwenye mashimo, wengine walijificha kwenye mapango, lakini katikati yao yuko mkombozi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umeshawahi kujiuliza kwa nini upo katikati ya hiyo familia, lakini kuna wengine wanaenda kwa waganga wa kienyeji? Kuna wengine wanaogeshwa huko, kuna wengine wanachanjwa chale, kuna wengine wanapeleka kuku zao kwa waganga wa kienyeji. Hawatambui hata uwepo wako, yako umeokoka au haujaokoka, unamwabudu Bwana au hauabudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neema ya Mungu inatembea na majibu. Neema ya Mungu inaondoa uharibifu. Neema ya Mungu inafika mabaya. Na ndio maana posikia kutoka kwa Bwana, haiko nguvu ya kufika kila aina ya ubaya, iko nguvu ya kuondoa kila aina ya mateso. Neema hiyo iwe kwako katika jina la Yesu. Bwana ambatane na wewe katika jina la Yesu. Nasema hai. Bwana awe kwako katika jina la Yesu. Klepase konteka pepa nikasakata nikasa iko masaikaba. Ninachotaka ujue, Gideon aliishi na Mungu, hakujua kama anaishi na Mungu.
Ili lazimu malaika aje amtambulishe ya kuwa wewe Gideon unaishi na Bwana. Wewe Gideon unatembea na Bwana. Haya na kutokea, haya pasi kukutokea. Haya na fanyika, ya pasi kufanyika kwako. Bwana Yesu asifiwe. Maisha unayopitia au pasi kuyapitia, Gideon hakujua. Mpaka malaika anatokea, anaambia Bwana yuko pamoja nawe. Shujaa. Bwana Yesu asifiwe. Natamani kuona kanisa la watu wanaojua Mungu wao kwa yuko. Mungu wao kwa natembea. Mungu wao kwa wache. Mungu wao kwa njia yao. Mungu wao anawahi kuondoka kwao. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana yuko. Lakini ajui kuwa Mungu yuko pamoja naye. Malaika anawaambia Bwana yuko pamoja nawe shujaa. Wanasema kama Bwana. Manake haelewi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukishakuwa na watu ambao hawaelewi kwa habari ya Mungu wao, unakuwa na watu ambao hawana ujasiri, unakuwa na watu ambao sio mashujaa, unakuwa na watu ambao ni woga. Woga wa watu wengi ni kujua, ni kutokujua wanaishi na nani, ni kutokujua wanatembea na nani, ni kutokujua nani yuko katikati yao, nani aliyesimama katikati yao. Wanakupatia kutambua katika jina la Yesu. Wanakupatia kutambua katika jina la Yesu. Amen. Unaweza kusema mbona huyu anasema, tutasoma mwenyewe kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Waamuzi ile sura ya 6. Kianzia mstari wa 11 pale utaona kinachoendelea pale. Gideon anaishi na Mungu lakini hajui. Na ndio maana ni mwoga. Maandiko yanasema anapepeta ngano ili akajifiche. Anapepeta ngano ili akajifiche. Malaika anamwambia Bwana yuko pamoja nawe, hajui kama yuko pamoja naye. Umeshawahi kukaa na watu ambao hawajui Mungu anatembea na wao? Na ndio maana unakuta wanafanya dhambi wakifikiri wamejificha. Ndio maana unakuta wanafanya maovu wakifikiri wamejificha, wakifikiri Mungu alimwacha kanisani. Sisi hatuna Mungu wa kanisani. Hatuna Mungu wa kanisani. Tunaye Mungu anayeishi nasi. Tunaye Mungu anayetembea na sisi. Tunaye Mungu aliye mkuu kila tunakoenda, kila tunakosimama. Na ndio maana kwetu hakuna kificho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yote unayofanya yaweke wazi. Yaweke wazi, wajue ya kuwa wao ni wa design hii, wao ni wa namna hii, wao ni wa namna hii, wa njia hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu ana hali ya kujificha, hajulikani na hajui kama ana Mungu au hana Mungu. Hajui kama ana Mungu au hana Mungu. Na ndio maana Gideon anapepeta ngano kujificha. Malaika anamwambia Bwana yuko pamoja naye, anasema ikiwa Bwana yuko pamoja nasi, mbona mabaya yametupata? Ikiwa haelewi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua unaweza ukaishi na mtu ambaye haelewi kama unaishi naye. Kama haelewi, kama ulize Gehazi ukikutana naye. Kwa sababu Gehazi wakati Naamani ameenda kwa ajili ya kutafuta uponyaji, alipoponywa akapeleka zile zawadi kwa Elisha. Elisha alipozikataa zile zawadi akamwambia nenda nazo. Gehazi akatoroka kwa nyumba, akamfuata mama na akamwambia nipatie hizo zawadi, bwana wangu amesema nipatie. Aliporudi Elisha anamwambia ulienda wapi? Akamwambia hapana. Akamuuliza umechukua zawadi nilizokataa? Akaanza kugoma. Bwana Elisha akamwambia roho yangu haikwenda pamoja nawe. Roho yangu haikuwa pamoja nawe. Tazama, ukoma wa Naamani utakupata wewe. Hakujua nguvu iliyoko ndani ya hicho, ndani ya hizo zawadi. Ndani ya zile zawadi zilikuwa zimebeba ukoma wa Naamani.
Zile zawadi zilibeba majibu ya Naamani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umeshawahi kujiuliza kwa nini watu wanatoa sadaka ambazo hazina matokeo? Kwa nini? Kwa sababu hawajui sadaka imebeba nini. Hawajui sadaka imebeba majibu yao. Na ndio maana ni rahisi mtu kutoa sadaka kwa kiwango anachojisikia, sio kwa kiwango atakachopata majibu. Kwa kiwango anachopenda, sio kwa kiwango atakachochukua majibu yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sina hatambui uwezo na nguvu inayotembea kwenye hiyo sadaka. Hatambui uwezo na nguvu inayotembea kwenye hayo matoleo. Angalia ukoma wa Naamani ulikuwa kwenye zile zawadi. Elisha hakutaka kubaki na ukoma. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Kutoka, Mungu anasema sadaka za hao watu zitakuwa za kwako wewe Haruni na wanao, kwa maana dhambi zao zitakuwa kwenu. Kila mtu anapokuja kanisani ameleta mizigo yake. Bwana Yesu asifiwe. Kaangalia watu ambao walijifanya wadogozi wa fedha za sadaka, kama wao wanakosa, kwa sababu hawajui kuomba. Na ndio maana zile sadaka zimebeba dhambi za watu, zimebeba maisha ya watu, zimebeba maisha ya watu. Na ndio maana watu hao hawawi salama, hawawi salama. Utashangaa kiwango chao cha kiroho kinapopungua siku hadi siku, kiwango chao cha kiufahamu kinapopungua siku hadi siku. Jua wanapita kwenye maisha ambayo sio yao, wanacheza na roho au na dhambi za watu. Wamebeba mizigo ambayo hairuhusiwi wao kuibeba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndio maana angalia kitu ambacho anazungumza. Anaambia ukoma wa Naamani utakuwa juu yako. Yeye hakujua ile sadaka zimebeba nini. Hakutambua ndani ya sadaka kuna nguvu ya udhaifu wa Naamani. Kuna nguvu inayoondoa udhaifu wa Naamani, inafyoza. Inafyoza. Umeshawahi kujiuliza kwa nini unapoweka mkono wako juu ya mgonjwa, ule mgonjwa unaenda wapi? Alafu mtu anakuambia amepona. Maana umeambia kwenye mikono ya huyo mchungaji. Bwana Yesu anasema nitukeni fadhaa zenu zote. Nimeambia kwenye mikono ya huyo mtumishi. Kwa nini? Kwa sababu kwake hakuna magonjwa, kwake hapana kitakachomzuru. Maandiko yanasema nimewapa mamlaka au nendeni ulimwenguni kote. Angalia na Yesu anapozungumza anasema nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu. Lakini kwenye ile Marko 16 anawaambia wala hapana kitakachowadhuru. Wale ugonjwa ukija hauna madhara kwa mtu ambaye anasimama na Bwana. Ugonjwa ukija hauna madhara kwa mtu anayetembea na Bwana. Majini yakija hayana madhara kwa mtu anayetembea na Bwana. Laana ikija inakuwa haina madhara. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukishatambua uwezo na nguvu zilizoko kwenye unachokisikia, hautapata shida. Wapendwa wengi wanapata shida, hawajui uwezo na nguvu zilizoko kwenye unachokisikia. Msikilize kwa makini. Ukisoma maandiko yako kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, utamwona Hana alikuwa anaomba mwaka hadi mwaka ili utasi wa mwana wake achukue mimba. Anaenda na sadaka. Maandiko anasema mume wake Elikana alikuwa anampatia sadaka zaidi ya bibi mdogo, kwa sababu bibi mdogo alikuwa na watoto, lakini yeye Hana alikuwa hana watoto. Lakini huyu bibi mdogo alikuwa anamtabia, akawa anaongeza uchungu wake, mpaka mume wake anamwambia, mke wangu, mimi si bora kuliko watoto 10. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Ukikutana mwanaume box anasema kwa sababu uzai na kuacha, huo mtambo uombe, huo mtambo box. Kwa sababu anapokuwa hakupenda sura ya mtoto, alikupenda wewe sura yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakupenda tabia za mtoto, alipenda tabia yako ulivyo. Ukiona mwanaume anakuambia na kuacha kwa sababu uzai, huyo box anza kuomba liondoke kwenye box wake. Bwana Yesu asifiwe. Haomba mwambie Mungu nifinyange upende jamani. Halielewi kuwa hapa alikuwa watoto nilioa mimi ili tuishi naye. Na hata kama watoto wakizaliwa hawatamtia joto. Bwana Yesu asifiwe. Hata watoto wakizaliwa wakati mwingine watamkera. Wakati mwingine anataka faragha, mtoto analia anataka kunyonya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanaume hajielewi. Mungu mpatie akili za kujielewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hajui kilichoko ndani ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandiko yanasema Hana aliomba mwaka kwa mwaka. Mwaka wa kwanza naomba, mwaka wa pili naomba, mwaka wa tatu naomba. Lakini mume wake alikuwa mvumilivu. Anaachilia sadaka zake, mke wake aende akiwa amefurahia. Anajaribu kumthamini asijione mpweke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio mtu wako unaona hajafanya unachokitaka umemkasirikia. Umekuja na uso. Baba hela matumizi sana. Ya kusogea sina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wakati kuna vitu vinamfadhaisha, wao ni faraja yake. Bwana Yesu asifiwe. Lazima mwanaume ulioa ujue wewe ni faraja ya mke wako. Na mke wako ni faraja wakati wewe sasa unapitia magumu. Wewe lazima asimame kama faraja. Aseme mume wangu tulia. Wakati wa Bwana unakuja ambao utawashangaza wengi. Wakati wa Bwana unakuja aliyetuona hivi atakapojua yuko Mungu aliye hai. Ili wakati tu ni kipindi tu tunapitia, lakini kipo kipindi kinakuja ambacho kila aliyekuzalau atakuheshimu na kila aliyekuzalau atapiga magoti mbele yako akiomba msaada. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandiko yanasema aliomba mwaka kwa mwaka, lakini hakukuwa na majibu. Mpaka siku moja amekuwa kama mlezi. Maandiko yanasema ni kuhani Eli akamwambia utakuwa mlezi mpaka lini? Kama kule kwenye dini yangu nzuri umeenda umekunywa au hujanywa utajiwa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwenye ile dini yangu inaitwa ya kwanza, tulikuwa tunaenda saa zingine tumeshajipigia peta zetu. Tunapiga peta zetu twende kazi. Ukitoka kanisani unaishia kilabuni, hata nyumbani hauendi. Kule kwetu si kunywa pombe sio dhambi. Dhambi kwako wewe uliyesema umeokoka. Lakini sisi ambao hatujui kama dhambi tunagonga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia utakuwa mlevi hata lini? Akasema hapana Bwana wangu, nimemimina moyo wangu kwa Bwana. Alipoachilia moyo wake kwa Bwana alikuwa kama mlevi. Anaishiwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Anaishiwa kujibasi, akawa kama mlevi, kalewa nguvu za Mungu. Hadi akamwambia Bwana na akupatia haja ya moyo wako. Maandiko yanasema tangu siku ile hakukaa kwa huzuni. Alikuwa hali akaanza kula. Angalia majibu yalikuwa kwenye neno linalotoka kwenye kinywa cha Eli. Hayakuwa kwenye maombi aliyokuwa anaomba. Hayakuwa kwenye maombi aliyokuwa anaomba. Alihitaji kusikia ili apokee majibu yake. Alihitaji kusikia ili apokee watoto wake. Alihitaji kusikia ili tumbo lake lifunguke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaposikia kuna vitu vinafunguka. Biashara yako inafunguka. Uzao wako unafunguka. Mashabiki yako inafunguka.
kubadilisha matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo ya Hana ya kuitwa tasa hayakubadilishwa kwa maombi, yalibadilishwa kwa kusikia, yalibadilishwa kwa kusikia. Waliposikia neno linalotoka kwenye kinywa cha kuhani, waliondoka. Usudi kapotea, usudi kapotea, usudi kaondoka. Mabaya ondoke kwako kwa jina la Yesu. Maovu ondoke kwako kwa jina la Yesu. Aibu ondoke kwako kwa jina la Yesu. Bila neno lako liondoke kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Yalihitaji kusikia na kuhitaji kuomba. Ndio maana nilikwambia kuna vitu vinavyohitaji maombi na kuna vitu vinavyohitaji kusikia. Na ndio maana kusikia kwa Hana kulifungua tumbo lake, kulifungulia uzao wake, kulifungulia anachokitaka. Yako mambo unayataka yanahitaji usikie, yanahitaji usikie. Bwana akupatie kusikia, Bwana akupatie kusikia. Isiwe kwa mfano kwako. Usikie kweli, usikie kweli, usikie kweli. Kwa jina la Yesu nasema. Ndio maana Gideoni walihitaji kusikia, hakuhitaji maombi. Angalia wana wa Israeli wameomba. Maandiko yanasema wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Angalia walipomlilia Bwana, maandiko yanasema Bwana akatuma nabii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Malaika akamwambia Bwana yuko pamoja nawe shujaa. Angalia maandiko yanasema wakati Gideon anauliza, Bwana akageuka akamwambia enenda kwa uwezo wako huo, enenda kwa uwezo wako huo. Gideon alihitaji kusikia neno lililofungua, linalomnyanyua, linalobadilisha matokeo ya fikra zake, linalobadilisha matokeo ya ufahamu wake, linalobadilisha uelewa wake. Kanisa linataka uelewe. Neno la Mungu limebeba mabadiliko ya ufahamu, mabadiliko ya kiuelewa, mabadiliko ya kimtazamo, mabadiliko ya kifikra. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Gideon alikaa akijua yeye ni dhaifu, alikaa akijua yeye ni dhaifu, lakini kumbe alihitaji kusikia neno litakalomuondoa kwenye udhaifu, litakalomuondoa kwenye fikra za kushindwa, kwenye mitazamo ya kusema mimi siwezi. Bwana akunyanyue siku ya leo, Bwana akunyanyue siku ya leo, kama alivyomnyanyua Gideoni kwa kusikia kwake. Na kwa kusikia kwako siku ya leo, Bwana kufanya kuwa msingi imara. Moja ya leo ya mwezi wa pili, Bwana kufanya kuwa msingi wa kanisa, Bwana kufanya kuwa msingi imara, Bwana kufanya kuwa msingi imara. Majina ya Yesu nasema. Kwa sababu yeye ni mwanzo. Hauwezi kuwa mwanzo kama hujaunganika na yeye. Hauwezi kutembea kwa kiwango cha mwanzo kama hujaweza kutembea na neno lake. Hapo mwanzo alikuwepo neno, na neno alikuwa kwa Mungu. Manake ili wa msingi wa mwanzo unaobeba kizazi kipya, unaobeba ufahamu mpya, unaobeba akili ambazo hazijakuwepo kwenye ukoo, unaobeba fikra ambazo hazijakuwepo kwenye familia, lazima utembee na hilo neno. Kwa kuwa neno limebeba matokeo mapya, limebeba matokeo mapya. Uwe matokeo mapya kwa jina la Yesu, uwe matokeo mapya kwa jina la Yesu, uwe matokeo mapya kwa jina la Yesu. Pokea neema mpya kwa jina la Yesu, pokea uwezo mpya kwa jina la Yesu, pokea uwezo mpya kwa jina la Yesu. Nguvu iliyoko kwenye neno ipo kwa ajili ya kutubadilishia mtazamo. Yeye anakubadilishia mtazamo kwa kuwekewa mikono. Ndio maana ukiona anawekea watu mikono ni mara chache sana, kwa sababu unajua vingi havipo kwenye kuwekewa mikono. Biblia inasema utaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Sasa wewe sio mgonjwa, unawekewa mkono wa nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Haleluya. Na wale waliokuwa wanahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu ndio waliowekewa mikono. Sio wote. Kuna bandiko mikono kila mara kwa mara kwa sababu ya vivu kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako wewe anayesikia. Mwambie wewe anayesikia. Usimwonee aibu, unageukia pembeni, mtazame usoni, mwambie wewe anayesikia. Kwa sababu asipobadilika kuna shida. Kuna vitu hata vipata hata kama anasali. Ndio maana yule mzee wangu anasali lakini hana majibu. Sukari inamtafuna. Bwana Yesu asifiwe. Wao wanasema ntia mgongo inamtafuna. Kwa nini hasikii? Anaenda kanisani kama desturi. Kama desturi. Ya kwa wazazi wangu walikuwa wanaabudu pale. Na yeye kashikilia hilo. Kashikilia njia iliyowaua wazazi wake wakiwa dhaifu. Kwa sababu kuna watu wanashikilia njia zilizowamaliza ndugu zao wakiwa dhaifu. Na wakifikiri wako salama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaposoma kitabu hiki cha Waamuzi sura ya 6 lazima uwe makini. Na unaposoma Biblia yako kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza lazima uwe makini sana. Kwa sababu kuna vitu ambavyo hautaviona. Utaangalia namna ambavyo Hana alipata mtoto, lakini hautaangalia sababu ya kupata mtoto. Ni kweli Hana aliomba. Hata maombi yake ya kupata majibu. Ndio maana kuna vitu havina majibu kwenye maombi. Majibu yake yapo kwenye kusikia. Hiyo si kama Yesu. Ukisoma Biblia yako kitabu cha Waamuzi, hiyo sura ile ya 16, utakuta Samsoni alikuwa na nguvu sio kwa sababu ya maombi. Samsoni alikuwa na nguvu sio kwa sababu ya maombi. Samsoni alikuwa na nguvu, ni mtu asiyepigika kwa sababu ya lile neno ambalo malaika alisema wembe usipite kwenye kichwa chake. Sio kwa sababu ya maombi. Samsoni hakuwa mwombaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alisikia lile neno wakaliishi wazazi wake. Wazazi wake walipoliishi lile neno, hata mke wake akamwambia, niambie asili ya nguvu zako. Asili ya nguvu za Samsoni zilianzia kwenye neno. Waliosikia wazazi wake, haikuanzia kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asili ya kuzaliwa kwa Yohana ilianzia madhabahu. Wakati baba yake anakwenda kufukiza uvumba. Lakini asili ya kuzaliwa Samsoni mkombozi, hawakuwa kwenye maombi, wako shambani. Wako shambani. Wakati wapo shambani, malaika anakuja. Hasa Bwana anakwenda kumpatia mtoto. Utazaa mtoto naye ataokoa Israeli. Alitaji tu kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anayesikia ni tofauti na anayeomba. Anayesikia kutoka kwa Mungu ni tofauti na anayeomba. Viko viwango tofauti vya anayesikia na anayeomba. Na ndio maana weka tu kwenye maombi. Acha kusikiliza neno la Mungu, uone kama kuna vitu vitatokea. Uone kama kuna vitu vitatokea. Kuna baadhi ya vitu haviwezi kutokea, kwa sababu vinahitaji nguvu ya mtu anayesema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Angalia namna ambavyo Samsoni alikuwa na nguvu kila mahali ya kupigika. Neno limebeba utawala wa kila mahali. Na ndio maana anasema itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kufanya ni kuagizayo leo, ndipo baraka hizi zitakapokujilia na kukupa
Bwana Yesu asifiwe. Utafanikiwa uingiapo, utafanikiwa utokapo. Bwana Yesu asifiwe. Adui zako watakuja kwa njia moja, watarudi kwa njia saba. Sio utawakemea, sio utawavunja. Ile neno lilenyewe tu la kuwa umesikia linawatawanya, la kuwa umesikia litawagombanisha, la kuwa umesikia linavunja umoja wao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nguvu iliyoko kwenye unachokisikia, hata mahali wao usipokuwepo, wakiweka kikao, wameweka kikao cha kugombana, wameweka kikao cha kugombana. Kwa nini? Kwa sababu kwa ajili yako lazima watatawanyika. Kwa ajili yako lazima warudi kwa njia sawa. Hilo ni neno la Bwana. Kazi yako ni kuliamini. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yako ni kuamini uwazo ulioko ndani ya neno ulilolisikia. Hautasumbuka, hautalia wewe, acha walia adui zako. Hautateseka wewe, watateseka adui zako. Wale waliokutesa wataachia njia. Na ndio maana Gideoni, wale ambao waliwatesa wakachukua mifugo yao, wakaharibu mashamba yao, Bwana akamnyanyua kwa neno alilosikia Gideoni. Gideoni aliondoka kama shujaa. Gideoni aliondoka kama mkombozi. Gideoni aliondoka kama mkombozi wa Israeli. Wali mkombozi wa nchi, wali mkombozi wa taifa hili, wali mkombozi wa familia yako. Neema hiyo iambatane na wewe kwa jina la Yesu Nazareti. Gideoni hakuokoa ndugu zake kwa maombi. Hautaenenda kwa uweza huo ukaokoa Israeli na mkono wa Midiani. Kuna watu utaokoa na mkono wa waovu. Kuna watu utawaponya. Kuna watu utawalinda. Kuna watu utawaokoa. Bwana akupe kwenda kuokoa watu wake. Bwana akupatie neema ya kwenda kuwaponya watu wake. Bwana akupatie neema ya kwenda kuokoa watu wake kwa jina la Yesu Nazareti. Kwa kuwa kadri unaposikia kuna kupatia umiliki wa maisha ya watu wengine. Kusikia kuna kupatia umiliki au uhifadhi wa mali za watu wengine, au kuwa hazina ya mali ya watu wengine. Kwa nguvu za Israeli zote wote ulitegemea Gideoni kusikia. Ulitegemea Gideoni kusikia. Ushindi wa Israeli ulitegemea Gideoni kusikia kutoka kwa Bwana. Unaweza usijue kwa nini Mungu amekuweka. Unaweza usijue, ukaangalia viti ukaona watu wachache, ukaangalia viti ukagundua hapa kuna watu wavivu wa ibada, wavivu wa kusikia. Hao wanatamani kuishi kwenye laana. Neno la Mungu alipingiki. Wafuatilia, angalia namna yao ya uchumi, ndio utajua ujulani na kausha uchumi. Maandiko yanasema hivi, amelaniwa mtu yule afanyaye kazi ya Mungu kwa ulimi, kwa ulegevu. Ni automatically, hata kama angekuombea mchungaji wako, hata kama angekuombea, kama uelewi, kaangalia Biblia yako kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 16. Wakati Musa anaomba, wakati Samueli anaomba, maandiko anasema Mungu akamwambia, hata wangetokea Musa na manabii, kwa nini kumwombea mtu niliyemkataa? Sitawasikia, sitawasikiliza. Na ndio maana kuna baadhi ya watu wengine ukiombea hata Mungu akusikilize. Labda kama huwa waombei watu, ukiomba pekee. Kuna maombi mengine ukiomba unaona uko peke yako. Kuna maombi mengine ukiomba unajua kapali na mshirika. Hapa ni siko peke yangu, nimeunganika. Bwana Yesu asifiwe. Labda kama unaomba ukiwa mwili, Kwa hiyo ili utambue uweza, lazima ujue kuliishi neno. Ili utambue uweza, lazima ujue neno la Mungu ni maagizo kwako. Kinachowapatia nguvu sio maombi. Kinachokupatia nguvu ni lile neno uliloambiwa, lile neno ulilosikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Neno unapolisikia limebeba uweza. Na ndio maana Gideon anambia nenda kwa uweza wako huo utaokoa Israeli na mkono wa Midiani. Angalia, Gideon anainuliwa kama shujaa. Ushujaa wa Gideon ulikuwa ndani ya lile neno. Uweza wa Gideon ulikuwa ndani ya lile neno. Hivyo ndivyo ulivyo uweza wako. Hivyo ndivyo zilivyo nguvu zako. Hivyo ndivyo zilivyo nguvu zako. Neema hiyo iwe kwako kwa jina la Yesu. Neema hiyo iwe kwako kwa jina la Yesu. Neema hiyo iwe ndani yako kwa jina la Yesu. Lile neno lilokuwa nalisikia Gideon lilikuwa na ushujaa wake ndani, lilikuwa na majibu yake ndani, lilitembea na majibu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ninachotaka uelewe, neno la Mungu linatembea na ulichokosa. Neno la Mungu lina kitu ambacho wewe unakikosa. Ndio maana Hana alilia akiwa anatafuta mtoto. Alisubiri wakati wa kutamkiwa, alisubiri wakati wa kusemewa, alisubiri wakati wa kusemewa. Huu ni wakati wako, huu ni wakati wako, huu ni wakati wako, huu ni wakati wako. Bwana akupe majibu yako, Bwana akupatie uliyoyakosa kwa maneno haya. Bwana akujibu, Bwana akujibu, Bwana akujibu, akupatie ulichokikosa kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Nguvu walizozikosa Israeli zilikuwa ndani ya neno. Nguvu walizokosa Hana za kubeba ujauzito zilikuwa ndani ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingine utavipata kanisani kwako, unahitaji kusikia. Lazima utege masikio yako sawa sawa. Nisikilize mtu wa Mungu, ninapokwenda kumalizia. Nisikilize kwa makini sana. Maandiko yanasema, ukisoma Biblia vizuri mahali fulani, Biblia inasema Yesu akamwambia Petro, nipatie chombo chako nikitumie. Maandiko yanasema aliposikiliza injili hawakubaki kwa namna ile ile. Waliposikiliza Yesu akasema, tweka mpaka kilindini ukavue samaki. Angalia, samaki mahali ambapo Petro alitoka zilikuwepo, lakini ziligoma kumtii. Lakini ziligoma kumtii. Mahali ulipo pana amani, lakini amani inaweza kukugomea. Mahali ulipo pana majibu yako, lakini majibu yako yanaweza sitokea. Mahali ulipo pana ile kweli yako, pana zile baraka za kwako, lakini zinaweza zisitokea zikakugomea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zikomi mahali zilipo neno. Baraka zikomi mahali zilipo neno. Na ndio maana kwenye Kumbukumbu la Torati nasema itakuwa utakaposikia. Bali nasema itakuwa utakaposikia. Nasema itakuwa utakapoomba. Maandiko yanasema Yesu akamwambia Petro, twende pembeni. Alipomaliza kufundisha akamwambia tweka mpaka kilindini. Yesu hakuhangaika tena. Akamwambia nenda kavue samaki. Hata kama nimehangaika usiku kucha, kwa neno lako nitakwenda. Angalia, Petro alihitaji kusikia. Ili mahali pale ambapo hakuvuna akavuna. Ili mahali ambapo hakufanikiwa akafanikiwe. Ili mahali ambapo hakupata anachokihitaji apate. Alihitaji kusikia. Alihitaji kusikia. Alihitaji kusikia. Kama ambavyo wao unasikia, Bwana akupatie majibu yako. Bwana akupatie majibu yako. Yale uliyoyakosa, yale uliyoyakosa, yale uliyoyakosa, yale uliyoyakosa yakatokee mahali ulipo, yakatokee mahali ulipo, yakatokee kwa jina la Yesu Kristo. Angalia, Petro alipata samaki mahali pale alipokosa. Utapata mali mahali pale. Utapata watoto kwa wanaume yule yule. Utapata uzima kwa watu wale wale. Utapata amani kwa watu wale wale. Haijalishi mara ya kwanza walikukataa. Neno la Bwana linavunja mipaka. Neno la Bwana linavunja mipaka. Neno la Bwana linavunja mipaka. Papa sakata. Anarakata. Rakaraka. Rakaraka. Allah, Allah.
majibu yako linaondolewa sasa, linaondolewa sasa, linaondolewa sasa, linaondolewa sasa. Rasa, rasa, kusikia kwako linaondoa vizuizi na uchumi wako. Kusikia kwako linaondoa vizuizi na baraka zako. Samaki walitoka hata kama wakutaka, na neno la Bwana walitoka. Baraka zako ambazo hazijakupata, neno la Bwana zitakujia, neno la Bwana zinakujia, neno la Bwana zinakujia, ninasema zinakujia. Kama ambavyo wale samaki walifuata nyavu za Petro, walifuata nyavu za Petro, epasekete yekora payana liyashakana liyashaka 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 wanakunyanyua na kufanya kuwa mtu mpya, na kufanya kuwa mtu mpya, na kufanya kuwa mtu mpya, na kufanya kuwa mtu mpya. Biashara iliyokataa kukufanikisha inakwenda kukufanikisha. Nyumba ya kukufurahia inasema kakufurahia. Ora sanala batayo leno tatapatata rakataraka rakapasata rakapapatayo rakapapata rakapayada. Dasha 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 dasha. Maneno haya yawe majibu ya uzao wako, yawe majibu ya uchumi wako, yawe majibu kwa mume wako, yawe majibu kwa watoto wako, yawe majibu ya familia yako, yawe majibu ya uzao wa tumbo lako. Maneno haya, maneno haya, maneno haya, maneno haya. Ondera matanta, teroda kala bateka, nepara, 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 nepara. Inasema pokea neema mpya, pokea wazo mpya, pokea neema ya mwanzo, pokea neno la mwanzo, pokea neno la mwanzo, pokea neno la mwanzo. Yakasha, 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 asaya basaka. Neno la mwanzo ikawa majibu yako.